Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wote mliohudhuria kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tupungiane mikono. Amina. Ninasikia furaha moyoni iliyo kubwa na isiyo ya kawaida. Tuombe. Mungu wetu, mfalme wa wafalme, Mungu mwaminifu na Mungu mkuu, liinuliwe jina lako Baba wa mbinguni. Liinuliwe jina lako Mungu ujuaye fahamu zetu na fikra. Ulijua ratiba ya leo tutakuwa mahali hapa. Wale uliowapanga kusikia neno la leo ni hawa walioko mbele yangu na walioko mbele yako. Yesu mwana wa Mungu, unayetembea katika ramani iliyokuu na katika maagano yako, tunasihi Roho Mtakatifu alihudumie kanisa lake. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba, amen. Haleluya. Nimekuwa ninatafakari binafsi, kadri siku zinavyosonga, kadri siku zinavyoendelea, ndivyo shetani anaweka mikakati na malaika zake na watu wake, maajenti wake. Tunaowaona kwa macho yetu haya kabisa, tunaona vile shetani anaweka mikakati ya kuiangamiza dunia, ya kuangamiza watu jehanamu. Tunaona vile shetani anavyopambana kuweka mikakati, lakini nahisi tunaferi. Hatuko ndugu zangu, mnisikilize kwa makini. Tunaijua kweli ya Mungu, lakini hatuoni mipango ya yule adui na mikakati anayoifanya kwa ajili ya kuiteketeza dunia. Sasa Mungu hawezi kuteremsha malaika kutoka kule juu mbinguni wakaja wakakabiliana na huu uasi ulioko duniani. Ni sisi. Tuko pamoja kanisa? Ni sisi ambao Mungu atatutumia kuangamiza. Maana tuna uwezo, tuna mamlaka, tuna nguvu. Atatutumia sisi kuharibu kazi ya shetani, kuharibu kazi ya adui. Na hatuwezi, sijui kwa nini tunatembea wadhaifu, tunatembea wanyonge, wakati aliyomo ndani yetu ni mkuu kuliko yule wa nini? Wa dunia. Lakini tunatembea tukiwa wanyonge. Hata mtu aliyookoka, unafika mahali nguvu ya wokovu iliyomo ndani yako haionekani mbele za watu. Unaferi nini? Mimi nikajiambia, ikiwa Mungu amenipa uhai huu, ndugu zangu, nawaambia kabisa, na hii ndiyo sauti yangu nayoisema, ikiwa Mungu amenipa uhai huu mwaka wa 2026, hatujui Yesu anarudi lini, lakini kwangu mimi na wale watu tunaosimama mbele yao, yani na ninyi, kwa kweli ni mwaka wa kukabiliana na adui, kunyang'anyana. Anabeba, tunamnyang'anya. Amemeza watu, tunamtapisha. Amefunga watu, tunavunja minyororo. Kwa sababu gani? Ni kwa nini tutembee na udhaifu, tuwe kama mazuzu wasio na akili, kwamba mwenye kuokoa ni Mungu? Ndiyo, ni Mungu, lakini Mungu hatateremka na kwenda kumshuhudia Manyelele. Muuliza, alishuhudiwa, kuna kitu kiliumbika ndani yake na nena lilisikia. Mbona yeye mwenyewe, kwani Mungu ni mjinga sana mpaka aseme ombeni mavuno ni watendakazi ni muombeni Bwana wa mavuno afanye nini? Sasa my friend, huyo Mungu sasa, okay, kwa nini tumuombe Mungu apeleke wakati yeye ndiye anayeweza kuokoa? Kwa nini tumuombe Mungu peleka watendaji, peleka watendakazi? No, nadhani tunakwepa wajibu. Paulo tunakwepa wajibu.
huu mwaka nawaambia kama Mungu aishivyo, hatutakwepa wajibu. Badala yake ni mwaka wa kuwajibishana. Kwa sababu hata sisi tuliosimama mbele yenu, tutakuwa held accountable, tutawajibishwa sisi. Mliwaambiaje watu wangu? Kwa hiyo ni kipindi cha mwaka 2026 ni cha kuwajibishana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hallelujah. Yes, I'm telling you. Lazima tukubali. Afande, umeokoka wewe, ulishuhudiwa kweli si kweli? Wewe umeshuhudia wangapi watu wa Mungu? You have to ask ourselves. Mimi niliokoka, nilishuhudiwa na mwanafunzi niliyekuwa nalala naye kitanda kimoja. Sasa niambie, kwa nini tuna relaxi kana kwamba Mungu atateremsha malaika waje waifanye kazi yake? Hakuna. Mimi nawaambia mess up, na hatuwezi kukubali kuendelea mess up. Kama ni kufa kwa ajili ya kumwomba Mungu na kumlilia Mungu, this is the time ninakwenda kufanya hivyo. I'm telling you. Tunakwenda kuwajibika. Mwili huu nimekaa nao miaka yote hii, haujanisaidia kitu ikiwa siwezi kuwaleta wenye dhambi kwa Yesu. Ndio wajibu ambao Mungu ametupa. Hatuwezi kurelaxi. Watu wanaangamia, my friend. How? Christopher, ndugu yangu, wewe uliokoka kwa sababu ulishuhudiwa. Na tumezungukwa na watu wengi. Anasema mavuno ni mengi, mwombeeni Bwana aweze kuleta watendakazi. Sasa hatuombi, na sisi wenyewe tuliopo hatufanyi kazi. Huu mwaka ni wa kuwajibishana. I'm telling you, we have to, yani ndugu zangu, naomba Mungu nipe uzima na unilinde katika afya yangu. Tukabiliane, maana shetani na mikakati. Kwa nini kila siku shetani ana advance katika mapambano, ana advance katika dhambi, ana advance katika matukio, wakati kanisa lina deteriorate, yani linazidi kuteketea, linateketea. Tuko watu miangapi? Huu mwaka tutauliza, wewe Daudi unaendesha bodaboda, umeleta wangapi kwa Yesu wenye dhambi? Ina maana Yesu hakuna kitu alifanya kwa ajili ya maisha yako, ndugu zangu? No. Si kweli. Mess up. Nawaambia ndugu zangu, iko mahali tumepotea. Na kama unaweza kumebeba injili ambayo haikuwajibishi kwa ajili ya kuwaleta wenye dhambi kwa Yesu, umepotea. Maana anatuambia katika kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15, anasema hivi: enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Only those words. Ni maneno machache. Enendeni ulimwenguni mote tuhubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Yani mwenye kuhukumu ni Mungu. Atakaye kataa ni shauri yake, lakini ameambiwa, anasema wahubiriweje, wasikieje injili wasipokwenda. Yani kama hatuwezi kwenda, wataisikiaje injili? Rafiki yangu, Manyerere, umerelaxi. Unafikiri kweli mtu atasikia injili? Tuko busy na vitu vyetu. Ndugu zangu, my friend, mama Ushindi, wewe umerelaxi. Unafikiri mama kwa magobu kikae eti mimi ni mama mchungaji, sijui mama Mpule, sijui nani? Hii haisaidii kitu. Kila mtu ataulizwa. Na utashangaa kwamba ulipokuwa hapa duniani umezungukwa na wenye dhambi wengi. Agizo la Yesu anawaambia katika Marko, Mathayo sura ile ya nadhani sura ya 19 mstari wa 28, si ndio? 28 mstari wa 19. Anawaagiza, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha kuyashika yote, si ndio jamani, niliyowaagiza ninyi. Sasa where tumekosea wapi? Tumenyongonyea. We have an authority, tuna mamlaka,
lakini tumenyongonyea. Ndugu zangu, imetupata nini huu mwaka wa 2026? Wapendwa, nawaambieni Mungu na atupe uzima. Tutakuwa tunafika mahali tunaulizana kabisa, ikiwa mtu anaweza kuja kuombewa apate mtoto wa kimwili, mtoto tu, wewe unashindwa nini kuombewa na wewe uzae mtoto wa rohoni, ambaye huyo ndiye atakayekupa zawadi ya thawabu? Sasa tufanye nini? Tumlilie Mungu. Ikiwa ndani ya mioyo yetu hiyo nguvu haipo, basi Mungu aweke. Waamuzi 10:10. Hebu nisomee Waamuzi 10:10 hapo. Kitabu Waamuzi sura ya 10 mstari wa 10. Unaona ndugu zangu, tuwe serious. Kundi dogo lenye commitment, Mama Nebati, litaleta matokeo makubwa sana mbele za Mungu. Tunakwenda, mimi nawaambia, wala sio, unajua tumekuwa watu wa ajabu. Tunajifariji sana. Unajua ndugu zangu, kufanya kazi ya Mungu sio sheria, hamuna sheria. Yesu alituagiza tuwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Utawafanyaje mataifa yote, Mama Mtwale, ukiwa wewe unashughulika na vitu vyako tu? Ni lini utayafanya mataifa yote kwa Magobe, ikiwa mimi niko bize na mambo yangu, ninakimbizana huku situlii? Heri yako mama, umezaa katoto wako kale, huyo ni wa rohoni, mlee. Haleluya kanisa. Lazima tubadilike huu mwaka wa 2000. Charles, sijui Steve ni nani? Wewe ni nani kweli? Peter. Huwezi wewe nyamaza kwa wenye dhambi, lakini nyamaza kwa watakatifu. Kwa wenye dhambi sema. Watakatifu hata usipoongea yeye alishabadilika, lakini mwenye dhambi go and talk, nenda ongee naye. Haleluya kanisa la Mungu. Usinyamaze, tusiwe bubu. Hebu nisomee, na umefika 10. Waamuzi sura ya 10 mstari wa 10. Ndipo wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakisema, sisi tumekufanyia dhambi kwa sababu tumemwacha Mungu wetu na kuyatumikia Mabaali. Naye Bwana akawaambia wana wa Israeli, je, sikuwaokoa ninyi na hao wa Misri na Waamori na wana wa Amoni na Wafilisti? Hao wa Sidoni nao na Waamaleki na Waamaoni waliwaonea, nanyi mlinililia, nami niliwaokoa na mikono yao. Basi. Sikilizeni wapendwa kanisa la Mungu. Nanyi mlinililia, nikawaokoa na mikono yao. Yako mambo ambayo ndugu zangu hatuwezi kuokoka nayo tusipomlilia Mungu. Na mimi nitakushangaa, yani ndugu zangu, kwa sababu kila mtu atakwenda mbinguni kwa nafsi yake. Nami nitakushangaa utakaposikia raha kuishi bila uzao wa rohoni. Mimi nawaambia, kuishi, mimi nikiona mtu anasema Bwana sifiwe, nimekuja mwenyewe kuokoka, yani mimi nina dua. Nilitakiwa mimi nimfuate huko, nimweleze habari za Yesu, alafu apate nguvu, asikie kitu kinafanyika ndani, aje kanisani. Sasa mpaka Yesu mwenyewe ahubiri huko, mtu anasema nimekuja kuokoka mwenyewe, na sisi tunapiga vigeregere. Jamani ndugu zangu, tunataka Maswi, afande Maswi, wewe nenda kwa shuhudie maafande wenzangu. Unajua ndugu zangu, ni tutakuja kukutana na wakati mgumu ambao hatutajitetea kamwe, kwa sababu wewe utafika pale, utasimama, watakuzunguka wale wote ambao ulikuwa unafanya nao kazi, lakini wameandikiwa X kwamba hawawezi kuona ufalme wa Mungu. Watakwambia, utashangaa, wanasema mbona wewe ulikuwepo, mbona hukutuambia, mbona ulikuwa kwenye njia. Tusiwe wachoyo, tuzungumze. Nataka niwaambieni kanisa, yani huu mwaka ni mwaka wa kuwaleta wenye dhambi kwa Yesu. Nawaambia
kabisa. Na mimi nashukuru kweli kabisa, ninashukuru kusikia kwamba Roho Mtakatifu anamtumia mchungaji tupanue kanisa, na si yeye, ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Ninasema mbele za Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ikiwa mwaka huu wa 2026 kanisa halitafulika mpaka kama hatujajenga tukaweka matente kule juu, kama Bwana hajasema na sisi, kama hajasema nami, kila mtu uwajibike. Naomba ufie barabarani ukimfuata mwenye dhambi. Hiyo ni heri na ni bora. Wewe unaongea na mwenye dhambi mambo ya mwilini tu, mambo ya mwenzi anateketea, alafu wewe unakuwa na raha ya kuongea mambo ya mwilini tu. Anayeokoa ni Yesu. Wewe usingeambiwa habari za Yesu ungeokokaje, my friend? Kama nisingeshuhudia tena kwa upendo, aliyenishuhudia alijenga urafiki na mimi, alikuwa karibu na mimi, ananitembelea, sijaamua, yani ananifuata, ananitembelea, anafanya nini? Nakwambia, ikiwa hatutabadilisha mwelekeo, tukageuka, tukasema no, lazima tuanze kufuata wenye dhambi kwa gharama ya maisha yetu na kwa gharama ya mali yetu. Onyesha upendo. Ni lazima tuhakikishe, ndugu zangu, wako watu ni mateka, wanaonewa na dhambi, wamekosa watu wa kuwasaidia, na shetani anajivuna. Haiwezekani. Makombe ni mwenyekiti wa CCM, na anatamshuhudia mkuu wa CCM wa mkoa ni yeye, maana yuko karibu na Mungu. Ameweka mapenetrators wengi kila mahali, amezamisha vyombo vyake. Halafu mapenetrator wenyewe hawafanyi kazi, wametulia tu. No. This is the most serious. Lazima tukubali kumletea Yesu matunda. Na ukimshuhudia mtu akiokoka, jua huyo ni almasi kwako. Mweke kwenye kwapa, utembee naye, ujue amekula nini, amelala nini, amefanya nini, na kuhakikisha uwe na wivu juu yake, shetani asimpeleke. Uwe na wivu. Catherine, nisikilize kwa makini. Uwe na wivu. Ukiona mtu anamfuata kumjazia maneno, uwe mkali. Sema, ewe shetani, funga mdomo juu ya mtu huyu. Mimi nataka niwaambieni, nazungumza maneno haya, lakini nadhani kama wanielewa sawa, lakini nazungumza kile kinalia moyoni mwangu, na sijui kwa nini leo ndio nakisema. Nilikuwa nimekipangia muda, na nitakirudia mpaka mwisho wa tarehe 31 2026. Labda ndio nitanyamaza. Tunataka watu tuwe serious kwenye kazi ya Mungu. Wanajeshi wanafundishwa kwenda kupigana, hawalali, na wanaenda wanaimba nyimbo za morali. Lakini sisi tuna Yesu. Alafu ndiye amezungumza katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui. Una mamlaka. Tunataka tuwafate wenye dhambi. Wewe unataka mwenye dhambi ndiye akufuate? Haiwezekani. Paulo keyboard, yeye akae eti anasubiri kupigia keyboard. Paulo rafiki kupigia, haiwezekani. Kubaki eti unapigia watu kinanda, watu ambao wameletwa na wengine. No, haiwezekani. That is not true. Ni lazima tuingie kazini wote, asiwepo wa kutegea. Si ndio tuko pamoja? Na waeleza haya maneno, na kama mkiacha na muyaache, lakini ninatimiza wajibu wa Roho Mtakatifu kabisa. I'm telling you, ni wajibu wa Roho Mtakatifu, lakini wajibu iwe ni kila mtu wajibike. Kila mahali ulipo uwe kama mbigiri, ukikanyaga lazima kuchome. Kwa hiyo tuifanye kazi ya Mungu, maana muda tulionao ni mchache sana. Lakini tutaifanyaje? Tutakuwa na kipindi cha maombi, cha kumlilia Mungu, cha kujidhabihu, cha kunyenyekea, cha kushuka na kusema, Mungu Baba wa mbinguni, naomba tusaidie. Maana hakika Mungu hawezi kutuacha.
ikiwa tutamwomba kwa unyenyekevu. Hivi kweli tunaomba Mungu nisaidie nikuzalie matunda na matunda yapate kukaa, yani kweli Mungu atatuacha? Mungu hajafika level hiyo. Na mimi nakwambia, mwenye dhambi anachotaka ni toba. Mwenye dhambi anachotaka ni upendo. Mwenye dhambi anachotaka ni kuthaminiwa. Ukimthamini, ukampenda, ukampa neno linalompeleka kwenye toba, yani mimi nakwambia utamwona anakuwa kanisani. Haleluya. Sasa kwa maana hiyo, ili tuwaendee wenye dhambi ni lazima maintain, tutunze utakatifu. Huwezi kumwendea mwenye dhambi lakini wewe mwenyewe umebeba ukakasi ndani ya nyuma yako. Utamwendeaje mwenye dhambi? Utamfuata atakusikiliza? Utamwambiaje? Hutamwambia mwenye dhambi wakati na wewe umemilikiwa na dhambi. Haiwezekani. Mpaka tuombe na kumlilia Mungu utakatifu. Utakatifu ule ndio utakusukuma wewe kuwaendea wenye dhambi. Ukiwa mwenye dhambi, jicho la wenye dhambi hutaliona. Maana atakwambia kibanzi, wewe unaweza kuonaje kibanzi kilichoko ndani ya jicho la mwenzio wakati ndani ya jicho lako kuna boliti? Huwezi kuona. Yesu ametoa mfano, huwezi kuona. Mateso ya wenye dhambi tunaweza tusiyaone kwa sababu sisi wenyewe inawezekana we are in dark, tuko gizani. Lakini kama tuko nuruni, tunaona kabisa watu wanapotea, tutakwenda, maana kuna msukumo ndani ya moyo wetu. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Samueli sura ya 15 mstari wa 25. Samueli wa kwanza. Samueli. Lazima tufike mahali pa kumlilia Mungu ili kwamba tuweze kufanikiwa, kanisa la Mungu. Huu mwaka uwe ni mwaka wa maombi. Uwe ni mwaka wa utakaso. Lakini uwe ni mwaka wa kuwaleta wenye dhambi kwa Yesu. Tutatafutana. Mama Mtwale, mama mpendwa, itafika mahali tunaitana, tunaulizana, hebu niambie. Itafika mahali mama nani tunaulizana, hebu niambie. Jessica tutaulizana, Magarata. Hakutakuwa na kupumzika, hatutapumzika. I'm telling you. Huu mwaka ni mwaka ambao tunaoendea, utakuwa ni mwaka wa kazi. Tutaulizana, hebu tuambie mwenzio, wewe umeokoka, unashuhudia umeokoka, faida ya kuokoka ni ipi? Hakuna cha kudanganyana, mimi natoa sadaka watu wengine washuhudie. Hilo agizo lilitolewa kwetu wote. Kuna ushuhuda kama karama, lakini ushuhuda ni wajibu wa kila mmoja. Lakini kuna ushuhuda, kuna kushuhudia kama karama. Lakini kwa habari ya kuwaleta wenye dhambi kwa Yesu, kwani yule mama Msamaria alikuwa na karama gani? Aliyekwenda kukiambia kijiji kizima, njoo mumuone huyu mtu, ameniambia mambo makubwa na magumu ambayo ameeleza habari zangu zote. Amekwenda kuwaeleza habari za Yesu, wakatiririka wakaenda kwake. Sasa mimi ndicho nachowaambia, kweli hata mama Msamaria hakuwa na wokovu. Umekaa kanisani miaka, labda mwaka mmoja, 5, 10, 20, 30, my friend. Tutapona? Tutaponea wapi? Unafikiri mimi kuna siku nawaambiani, tusije tukawa kama wale tausi wa Ikulu. Ni wazuru kiwaona, wanalishwa kwa gharama kubwa, lakini wale tausi kifa haliwi. Hizi useless anatupa kabisa. Yani ukimwona kwa nje anapanua mabawa. Yani hiyo ndio inawafanya watu wafurahie tu. Afadhali nyumbu wa soronela. Nyumbu wanaliwa, nyati wanaliwa, twiga wanaliwa, tausi haliwi. Yani faida yake ni kuangaliwa,
alivyopendeza, anavyonawiri, anavyopendezesha akitembea. Sisi tusiwe miongoni wa watu kama hawa. Tupendeze kuwa kanisani na kuvaa suti, kuvaa sketi na blausi. Hiyo kitu, wapendwa wa kanisa la Mungu, haitusaidii. Faida ni nini? Mwisho, yani tunachoangalia ni the end. Mwisho ni nini? Mwisho wake ni nini? Mwisho wako ukiondoka hapa duniani ni nini? Ni kutupwa kama yule tausi aliyekuwa anapendezwa na anaishi kwa gharama kubwa? Kweli? Kweli? No. Hatukubali. Wangapi hawakubali? Hawangapi hawakubali? Tunasema no. Eriki, no. I'm telling you. Lazima tuwajibike kwenye kazi ya Mungu. Hebu nisomee huo mstari wa Samueli wa kwanza 15:25. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami. Yes. Nipate kumwabudu Bwana. Yes. Hebu sikiza hilo neno. Ninakuomba unisamehe dhambi yangu mimi, rudi pamoja nami nipate kukuabudu. Yani unaona umekuwa mbali na Mungu, unamwomba arudi atembee na wewe, na sisi ndicho kilio chetu. Tumlilie Mungu, tuomba tusamehe dhambi zetu, maana tumekuwa muda mrefu tumenyamaza kimya. Tumetulia, Chirwa tumetulia, tumerelaxi, yani kana kwamba hamna kitu kinaendelea. Tumlilie Mungu Baba wa uzima, tusaidie, tusamehe. Rudi sasa kwangu. Rudi kwangu kwa Magobe. Mbona kwa Magobe kila kukicha napoteza morali ya kuwaleta wenye dhambi kwa Yesu? Nini hicho kitu? Maana yake ni nini? Rudi na kusihi, Yesu mwana wa Mungu, nisamehe dhambi zangu, lakini urudi nitembee pamoja na wewe katika utendaji wangu wa kazi, ili kazi yako iwe ni uzao wako. Rafiki zangu wapendwa, ni lazima tubadilishe. Tuseme hivi, hata kitanda ndani ya chumba chako, kama umezoea kukionyesha mwelekeo mmoja, kibadilishe mwelekeo mwingine. Chumba ni kile kile, kitanda ni kile kile, lakini change the direction. Badilisha mwelekeo. Kanisa ni hili, jengo ni hili, waumini ni hawa, lakini lazima tukubali kubadilisha approach ya kuwaendea wenye dhambi. Tutamlilia Mungu, Roho Mtakatifu atatupa namna ya kuwafuata. Lakini mimi binafsi ninaamini kitu kimoja kikubwa, kumtembelea mtu kwa mtu. Yani hicho ndo nachokiamini, na nimekiona kina matunda makubwa. Kinanipa urafiki na ile familia, kinanijengea kuaminika na ile familia, na ile familia huwezi kuidanganya, inanijua, wananiangalia. Familia nyingine tunaelekeana kwenye geti langu, mlango wangu unapoingia. Kwa hiyo watu wanakuona unavyoingia, unavyotoka. Wanaona wageni, hao ndio ninawaambia habari za Yesu. Na wale ndio wanaokoka na familia zao na watoto. Nimetembelea nyumba ya wapangaji, ina wapangaji 14. Nilioweza kukuta ni wapangaji 11. Ninaomba tuongee. Ndugu zangu, yani watu wana mizigo. Pozeni wagonjwa, si mnalijua hilo? Pozeni wagonjwa. Mimi nadhani ni Mathayo 10:8, si ndio? Kitu kama hicho. Mathayo 10:8 au ni Mathayo 8:10. Naweza nikawa na vice versa, lakini I think ni Mathayo 10:8. I think. Hebu angalia hapo. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, mmepewa bure, toeni bure, freely. Wako watu kwenye jamii wana mateso, lakini wana mizigo mizito. Sisi tuna relax. Who will save them? Nani atawaponya? Nani atawasaidia? Mathayo, mumeona? Mathayo 10:8.
Pozeni wagonjwa. Yes. Fufueni wafu. Yes. Takaseni wenye ukoma. Ndiyo. Toeni pepo, mmepata bure. Toeni bure. Sasa my friend, sasa hapo hata hujagundua kwamba hawa manabii wanapiga, yani ni wezi tu wa kawaida. Yesu anawaambia mmepata bure, toeni bure. Na bana kwambia leta hela ya ukombozi, lakini mtu anapeleka tu. Na wewe huenda, yani anapeleka, na huenda ndugu yako umeshapeleka na wewe. Mmepata bure, toeni bure. Healing is free. Uponyaji wa kiroho ni wa bure, free. Maana wewe husi unayeponya, naponya ni Mungu. Sasa ninachosema ni nini? Kwenye jamii hizi zetu zinazotuzunguka, wako watu wana matatizo na mizigo mingi na wamekosa matumaini. Matumaini kabisa. Wamekosa matumaini. Mtu mmoja akaniambia hivi, tumeongea naye jana usiku, nilikuwa namuongea juzi, nilikuwa namuombea usiku kwenye simu, yuko mbali. Yeye anasema hivi, hana dini, hana habari, yani hana dini kabisa. Alichoniambia, wewe nikamuuliza unasali wapi? Si sali popote. Huna dini? Sina dini. Hujawahi? Akasema bado. Sasa yeye ameambiwa tu, kaambiwa Yesu anaponya, kapata simu akasema nipigie simu. Mimi ninaanza kumshuhudia na kumpatanisha na Mungu. Nikamuombea, lakini unaomba kabisa unaona giza mbele. Lakini sasa ufanyeje? Nikamshuhudia kwanza, baadaye nikamuombea. Alafu nikampa mtihani, kesho nipigie simu. Hajapiga mpaka leo. Basi, lakini unajua ana shida gani? Yaani yeye hawezi kusimama miguu. Aliambiwa aende Muhimbili wamfanyie operation, mguu mmoja milioni 11, mwingine milioni 11, milioni 22. Hana, amesubiri awe kilema hapo hapo. Alafu na athima kifuani. Hana habari na Yesu. Lakini Yesu anaponya. Haleluya. Yesu anaponya. Haleluya. Basi sasa mimi kama hiyo namba ulipewa na nani? Akasema, akaniambia nilipewa na fulani. Sasa wewe ulipewa na fulani ukamwamini Yesu wakati Mungu, yani humjui Mungu, alafu ukaamini uponyaji. Hii sio kliniki, sio kituo cha afya. Anayekuponya ni Yesu ambaye anakuponya. Nikamuuliza, Yesu kila alipokuwa anaponya watu alikuwa anawaambia enenda, imani yake imefanya nini? Imekuponya. Nikamwambia hivi, enenda, imani yake imekuponya. Sasa wewe imani kwa Yesu huna, sasa utaponywa na imani gani? Sisi sio waganga wa kienyeji. Kaongea naye mengi. Sasa nilimwambia, wewe kesho nipigie simu. Hajapiga. Na mimi nimemwacha. Unaona, nimemwacha kabisa. Nisubiri. Sasa baada ya muda nitakuja kumpigia tena sasa. Kwa kuwa nimeshamfahamu, nianze kumshuhudia habari za Yesu. Zaidi sana kuliko wokovu, uponyaji. Na mimi najua akimkubali Yesu atafunguliwa. Haleluya kanisa. Tusimame. Karibu wanakwaya.